Imagine mchezaji kama Aziz Ki ameondoka kwenye ligi ya Tanzania akiwa moja kati ya wachezaji hatari. And then mara baada ya kufika kule maisha yamekuwa magumu, na taarifa ambazo zinaendelea kwenye vyombo vya habari zinaeleza kwamba uko uwezekano mkubwa sana Aziz Ki akarejea nchini, kama ambavyo anavyoripoti Ansibet Raphael kupitia ukurasa wake wa Instagram. Ameandika akisema Aziz Ki anataka kurejea Yanga, tayari taratibu za kumrejesha zimeanza. Muda wote kuanzia sasa Yanga watatuma ofa kwenda Al Ittihad ya Libya. Januari hii Aziz Ki alijiunga na Al Ittihad kwa mkataba wa miaka miwili wenye thamani ya $400 laki ambayo ni sawa na bilioni 1 na bilioni 1 na milioni 48 na 1200. Sasa Yanga wanataka kumrejesha baada ya kugundua yeye pia anataka kurejea ndani ya kikosi ya Young Africans. Mara baada ya hapo, Ansibet Raphael akaposti picha nyingine ya Aziz Ki pamoja na Alan Okello, anasema uwezekano ni mkubwa Yanga watakuwa na awa nambari 10 wawili, sio? Lakini pia baadaye akasema huyu jamaa anaweza akarejea ndani ya ligi. So hizi ni moja kati ya taarifa ambazo zimekuwa zikiendelea kwenye vyombo vya habari. Nataka tutafakarishane kwa pamoja hapa hiki ambacho kinaendelea kwa Aziz Ki. Kama utakumbuka, Aziz Ki aliondoka ndani ya Tanzania kwenye mara baada ya kumalizika msimu wa ilikuwa ni katikati ya msimu mwaka 2024-2025. Mkataba wa Aziz Ki uliisha, akajiunga na miamba wa soka kutokea pale Morocco, na hapa anazungumzia Wydad Casablanca mwezi Juni mwaka 2025. Na daily hili lilikuwa kubwa sana. Hata na hivyo maisha yake ya kisoka baada ya kutoka Yanga hayakuwa mazuri sana. Kwanza aliitua pale Wydad, ambapo kule Wydad alipata ushindani mkubwa sana namba na kubadilika kwa mifumo. Alicheza kwa takriban michezo 7 tu ya ligi ya Botola Pro League na kucheza michuano ya CAF akifunga bao moja pekee dhidi ya Hassan Agadir kutokea, na hakutoa mchango mkubwa ambao pengine watu walikuwa wanatarajia kuona. Akudumu sana, kwani mwezi Januari mwaka 2026 pande zote mbili zilifika makubaliano ya kuvunja mkataba. Tarehe 24 Januari mwaka 2026 Aziz Ki akasajiliwa na kikosi ya Ittihad ya Libya. Amekuwa akijitafuta sana kurejesha makali yake zamani, akicheza zaidi kama kiungo mshambuliaji wa pembeni au wakati, ambapo kwa wastani wa mchango ni kwa takriban wa mabao 4, kwa maana amefunga bao 3 na assist 1 kwenye dakika chache alizozipata. Sasa kiwango chake kimekuwa na wastani kikilinganishwa na kile alichokuwa anakionyesha ndani ya kikosi cha Young Africans. Alifika hatua akaanza kuitwa Master Key kwa sababu alikuwa na uwezo wa kuzifungua timu ambazo alikuwa anapishana nazo. Na utakumbuka ndani ya kikosi ya Young Africans kwenye misimu takriban 3 aliocheza alikuwa na mfumo mzuri sana. Msimu wake wa kwanza wa 22-23 alicheza michezo 24 akafunga mabao 9 na kutoa assist 4 pekee. Of course hakuwa msimu wake wa mafanikio, na uwezo ukakaa chini ukasema ni mfumo ambao amefanikiwa sana, lakini nadhani ninaweza nikasema ulikuwa ni maeneo ya kujitafuta. Msimu wa mwaka 2023-24 ndio ilikuwa ni msimu wake bora sana, kwa sababu jamaa alifunga mabao 21 na kutoa assist 8 na kuwa mfungaji bora wa msimu. Kumbuka kwenye msimu alicheza michezo 27 tu na akahusika kwenye mabao 29, kiwango cha juu kabisa. Wakati anaondoka alikuwa amecheza takriban michezo 24, amefunga mabao 9 na kutoa assist 6. Na kwa ujumla wake aliocheza akiwa ndani ya kikosi ya Young Africans alicheza michezo 117, akafunga mabao 57, akatoa pasi za mabao 32 na kuwa na mchango wa mabao 89 kwenye michezo 117 aliocheza. Wakati wote tukishuhudia akitoa mataji takriban 8. So alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao ni wa muhimu sana ndani ya kikosi ya Young Africans, na nadhani atoki muuliza mtu mmoja kwamba Aziz Ki alikuwa muhimu kwa kiasi gani ndani ya kikosi ya Young Africans, we can tell you kwamba hakuwa mchezaji mchache. So hata ukisikia Young Africans wanaleta hizi taarifa za kwamba pengine
tunahitaji kumrudisha ndani ya kikosi chetu, hauwezi ukashangaa sana kwa sababu alichokiacha ni kikubwa zaidi. Labda wasiwasi ni kwamba je, ataendelea kutoa kila ambacho wana Young Africans walikuwa wanakihitaji. Lakini usisahau Young Africans wana wachezaji kadhaa ambao wanacheza kwenye eneo la nambari 10, lakini mmoja anatokea kama winga wa pembeni, hususan tunazungumzia winga ya kushoto, na hapa namzungumzia mchezaji Pacome Pedro Zouzoua. Yanga wakiwapata wote watatu itabidi watumie mifumo ifuatayo kiufundi. Moja ni 4-2-3-1 au 4-3-3. Pindi ikiwajumuisha mawinga na viungo wanaoshambulia wabunifu kama Pacome Zouzoua, Seferik Aziz pamoja na Alan Okello, kwa kugawanya majukumu na usambazaji wa mipira na kuingia ndani tunayowaitaga inverted wingers, kulinda na safu ya kiungo ile. Sasa nimekufanyia uchambuzi kidogo the way ambavyo Young Africans wanaweza wakawatumia wote watatu na Young Africans zikapata matokeo. Mfumo wa kwanza ni 4-2-3-1, tunaoita the creative trio behind the striker. The creative trio behind the striker, maana yake viungo watatu wabunifu nyuma ya striker. Kwa maana Stephen Aziz acheze kama nambari 10, mshambuliaji wa kati, maana yake atacheza katikati kama playmaker mkuu kwenye uhuru, na atapewa uhuru wa kuanzisha mashambulizi, kupiga mashuti ya mbali na kutoa assist za mwisho. Pacome Zouzoua atokee kama wingi ya kushoto kama nilivyokuambia, lakini huyu tutamuita inverted winger. Anaanzia kushoto lakini anakuwa na tabia ya kuingia ndani, tunasema cut inside, na kutengeneza nafasi ya kufunga huku akipandisha akipishana na beki wa kushoto anayeweza kuassist na kupiga cross kwa kiwango kikubwa sana. Alan Okello itabidi sasa, kama kweli Aziz Ki anarudi ndani kwa Young Africans, yeye awa anatokea pembeni, atatumia uwezo wake wa kukimbia pembeni na kunyosha uwanja, tunasema stretch the opposition. Aweze kupiga penetration pass au v-pass kuwaendea mastrika walioko pale. Lakini lazima Young Africans chini yao wawe na double pivot, viungo wawili wakabaji. Mfano tunamzungumzia Duka Abuya ambaye pengine anaweza akawa na Maxim pia au Mudathiri haya. Na lazima wakae nyuma yao ili kulinda safu ya ulinzi na kuzuia mashambulizi ya kustukiza, kwani watatu wao wakiwa mbele wanakuwa na asili ya kushambulia zaidi. So wanakuwa na wachezaji wanne ambao ni attack minded. Lakini mfumo wake mwingine ambao Young Africans wanaweza kutumia na wakapata matokeo mazuri ni mfumo wa 4-3-3, kitaalamu tunaita dynamic midfield rotation. Dynamic midfield rotation. Katika mfumo huu viungo wanazunguka kwa kubadilishana nafasi. Mfano Pacome anacheza kama kiungo wakati anayesogea mbele, box to box midfielder. Namba 8 akitokea chini na kusaidia ujenzi wa mashambulizi. Aziz Ki anabaki juu kidogo upande wa kushoto akitokea pembeni na kuingia kati, huko Okello akitokea kama wingi ya kulia. So wanakuwa wana rotate kulingana na mahitaji ya wakati husika. So Aziz Ki, unajua pia Young Africans wakipata mafanikio amekuwa anawaposi, anawaposi na anaonyesha kwamba still bado anaipenda Young Africans. Na unabidi ujue kwamba tangu Aziz Ki ameondoka ndani ya kikosi cha Young Africans hajawahi kubadilisha ile picha ya MVP ambayo aliipini. Ndio picha pekee yake ambayo jamaa ameipini na mpaka hii leo hajawahi kabisa kuifuta. Lakini pia watu wanaelezea swala la mahusiano yake na vitu kama hivyo, kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo anatamani kurejea nchini Tanzania kwa ajili ya kuweka ukaribu pamoja na mpenzi wake ambaye ni Hamisa Mobeto. So viongozi wa Young Africans wanaendelea kufanya kazi kuona ni kwa namna gani wanaweza wakamrejesha Aziz Ki. Na ukipita kwenye page yake utagundua kwamba ana posti nyingi sana ambazo zipo za hizo timu ambazo ametokea, lakini ukizungumzia zile posti zote akiwa ndani ya kikosi cha Young Africans zote zimeendelea kuwepo. I don't know kwako unasemaje? Unadhani ni sawa Aziz Ki kurejea ndani ya ardhi ya Tanzania? Let me know katika comment. Mimi nitafurahi sana nikiona umeniandikia hapo na ukiniambia, je, unadhani ni sawa yeye aweze kurejea ndani ya kikosi cha Young Africans au Young Africans watafute maisha mengine? Itakuwa ni bora sana, sio? Mimi naitwa Almachus Bonfas Kenyasi. Sio mbaya ukasubscribe kwa comment na kulike na kushare ili uwe kwanza kupata taarifa zote ambazo unazihitaji, sio? Asante, bye bye.